Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema utumishi wa mwanamke umpendezao Bwana. Utumishi wa mwanamke wenye kumpendeza Bwana. Hii ni sehemu ya 3 kwenye habari za utumishi. Kwenye habari za mapenzi ya Mungu. Tufungue kwa maandiko, twende katika kitabu cha Timotheo tulipotoa hili somo. Timotheo wa kwanza mlango wa 5 anasema hivi. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, vinaitwa vitabu vya kichungaji, Timotheo wa kwanza wa pili, Tito. Anasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 9 na wa 10 anasema hivi. Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60. Hapo sipo ninapopataka, lakini ni sehemu ya maandiko. Naye anaanza kuambia sifa za huyo mtu. Naye amekuwa mke wa mume mmoja. Naye ameshuhudiwa kwa matendo mema, ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema. Mistari miwili hii. Leo ni sehemu ya 3 kama nilivyotangulia kusema ya masomo yanayohusu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Kukumbusha tu kidogo, labda ambao umesahau kidogo au ambao hawakufuatilia mlioko mbali. Sehemu ya kwanza ya haya masomo 3 ya mfululizo au mtiririko. Sehemu ya kwanza niongelea mapenzi ya Mungu kwa ujumla wetu wanadamu. Makusudi ya Mungu kumleta mwanadamu duniani, akampa sura yake. Na Biblia inasema Adamu na Eva wote aliwaumba kwa mfano wa Mungu. Sawa, Mungu ana jinsia ya kiume, lakini kama vile ambavyo mwanamke anamzaa mtoto wa kiume kwenye tumbo lake, wakati yeye sio mwanaume, vile vile Eva naye anabeba taswira ya Mungu kwa sababu ni mwanadamu katika ukamilifu wa hawa wawili. Kwa hiyo makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu kuliko viumbe vingine vyote tofauti kabisa, alikuwa na makusudi. Sasa tulijifunza mapenzi yake. Ni kitu gani alilenga, ni kitu gani hata leo kinampendeza ili kusudi lengo lake la kuumba mimi na wewe litimie. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Na ile haikuangalia kama huyu ni mwanamke ni mwanaume. Kwa mfano habari kama za wokovu, watu wote waokolewe. Ile haiangalii kama huyu ni mwanaume ni mwanamke. Hata kama angeomba kina Adamu 7, wote angewataka waokolewe wote sawa. Lakini Eva, Adamu, mwanamke mwanaume wote aliwaumba kwa maumbile tofauti, lakini makusudi yao ya kiroho ni moja. Hilo kwa sehemu ya kwanza. Wiki iliyopita tukaona sehemu ya pili, makusudi ya kumuumba mwanaume kumtofautisha na mwanamke. Leo hii dunia inajaribu kuwafanya ni wamoja. Katika ushetani wake inawavalisha sawa, wananyoa sawa. Ukisoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza mlango wa 11, Mungu alitofautisha hata kimo cha nywele zao. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5 akawatofautisha hata uvaaji wao. Akawatofautisha hata biolojia yao, wanachoweza kukifanya na wasichoweza kukifanya. Kwa hiyo haikuwa kwa bahati mbaya. Alikuwa na makusudi, na Biblia inaendelea kutuonyesha alikuwa na makusudi. Nani yuko pamoja nami? Soma na wao. Tukaona makusudi ya Mungu kwa mwanaume. Ni wiki iliyopita. Sio nikarudie lote. Leo tunaona makusudi ya Mungu kwa jinsia ya mwanamke. Mapenzi ya Mungu. Na hakuna kitu kizuri kwa kweli kujua mapenzi ya Bwana wako. Na kujaribu kuyapitia. By the way, haya ni mahubiri, mtu anaweza kuhubiri jambo inaweza sio 100% kama alivyolisema yeye, kwa sababu na ubinadamu wetu. Lakini ile taswira, ile picha kubwa iliyotoka kwenye neno la Mungu, ile huwezi kuibishia. Ile huwezi kuibishia. Sio kusema kwamba kile ninachokihubiri ni correct 100% hapana. Lakini kwa sehemu kubwa nakitoa katika kweli ya Mungu ambayo huwezi kuipinga kwa lolote.
Kwa maana ukisikia kuna naweza nikasoma mstari nataka wa Biblia. Ulichosema mtu yote anaweza kakisikia kakielewa. Ule ufafanuzi wangu naweza nikaweka vitu ambavyo labda ni maono yangu. Lakini haitaondoa ukweli wa neno la Mungu. Kwa mfano tutaona sehemu moja anasema simpi mwanamke kufundisha kanisani kwenda mbele kama mwalimu kwa neno la Mungu. Hiyo haijalishi kama nimefafanua juu, chini, kulia, kushoto, neno la Mungu linabaki vile vile. Amina. Yes. Neno la Mungu linabaki vile vile. Kwa hiyo tusome kutoka katika kitabu sitasoma pale unaposoma kwa sababu unajua tunasoma sana Biblia. Sio kwa kiwango cha kupitiliza sana lakini hatuna upungufu wa maneno mioyoni mwetu. Tunakuwa tunakumbuka Mathayo 19:4 Yesu anasema, "Je, hamjui kwamba yule aliyewaumba mwanzo aliwaumba wawili, mtu mume na mtu mke?" Kwamba anawakumbusha kwamba Mungu katika hekima yake ya kuumba alikuwa na makusudi ya kuweka jinsia mbili tofauti. Kwa makusudi fulani. Na anasema yale makusudi makubwa ni ili kusudi familia na miji iweze kuwepo. Leo hii kuna kitu kinaitwa familia za single mother. Mshazisikia? Wanawake wanaojitegemea wasiokuwa na wanaume. Single father. Sio nyingi lakini nazo sio mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya Mungu. Na kumbe wewe Mkristo unanisikia, ni msichana mdogo, ni bibi, ni babu, ni kijana, ni mtu yote wa rika lote lile. Usiwe na nia na usifanye usitende mambo yatakayopelekea kuwa na familia zenye mwanamke peke yake au zenye mwanaume peke yake. Sio mapenzi ya Mungu. Nani uko pamoja na mimi? Sio mapenzi ya Mungu. Lakini dunia hii leo imeshakuwa ni kama mapenzi ya dunia, ndio sio? Lakini yana faida. Kuna faida. Kuna faida. Kwa hiyo leo tunaona kwa nini Mungu akaumba hii jinsia ya pili. By the way, hii jinsia ya pili kwa nini unaita ya pili? Kwa sababu ilikuja ya pili. Nasema Adamu ndiye aliumbwa kwanza. Jinsia ya mwanaume ilianza. Lakini hapa Mungu hakuwa na makusudi kwamba huyu ni muhimu kuliko mwingine, hapana. Hakuna jinsia muhimu kuliko jinsia nyingine. Haipo. Kila moja ina makusudi na mapenzi ya Mungu yaliyo muhimu sawa sawa na ile nyingine. Nani uko pamoja na mimi? Na ndio sababu siku ya kwanza Mungu anaumba alianza na mwanaume akaleta mwanamke, lakini siku nyingine mtu anaweza kukupa mtoto, siku nyingine ukaanza na mwanamke, baadaye ukamzaa mwanaume, au siku nyingine ukazaa mwanaume ukazaa mwanaume. Kuonyesha kwamba yeyote anaweza, wote ni muhimu sawa, yeyote atatangulia na mwingine atakuja, mwingine atakuja. Na hapa sio naomba kwa kawaida kwa jinsi dunia ambavyo imeingia katika kitu kinaitwa mfumo wa feminism, mfumo wa haki za wanawake, ukishagusa jinsia unahamia huko, hapana. Sisi tunahamia kwenye mapenzi ya Mungu ya awali. Ngoja tuone kwenye ile Mathayo. Kwa sababu inaonekana tukisema nje ya neno la Mungu wakati mwingine ni rahisi Mathayo 19 samahani, mstari wa 4 anasema hivi. Akajibu akawaambia, Mathayo 19:4, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye atambatana mke. Anasema makusudi ya mwanzo kabisa ya Mungu alikuwa ni kuwa na jinsia mbili na alikuwa na makusudi nazo. Katika majukumu. Katika majukumu ni nini? Sio kwa ajili yangu na wewe waambie. Nikifanya mambo kwa makusudi yangu, maisha yangu nikiyafanya kwa ajili ya makusudi yangu peke yake, nisifikirie makusudi ya mapenzi ya Mungu kuniweka duniani, siwezi nikaona sababu ya Mungu kuziumba hizi jinsia, kwa sababu nakuwa sio makusudi yani hayo makusudi ya kwangu yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini tunaporudi pale kwamba
Mungu tumekuja hapa sio kwa mapenzi yetu. Basi tunajua Mungu aliweka mapenzi yake. Anasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 10 na sio mlango wa 2 mstari wa 18. Anasema hivi. Ngoja nifungue pale. Mwanzo 2:18. Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana. Nikwambie ni makusudi ya Mungu kwamba mwanamke awe msaidizi wa mwanaume. Ni makusudi ya Mungu. Wewe niulize. Kiongozi mkubwa wa nchi ni nani? Si rais. Ni muhimu, si ndio? Je, wasaidizi wake wakubwa si mawaziri? Wa kwanza, si ndio? Je, kipi bora kuwa na rais bila mawaziri au kuwa na mawaziri bila rais? Kipi ambacho kitaenda vizuri nchi kaenda bila kirahisi? Hakipo, si ndio? Wote wanatakiwa kwa pamoja. Hata kama huyu ni msaidizi wa huyu, lakini jambo umuhimu wao ni karibu ule wote. Nimetoa mfano tu kwa jambo linaloeleweka, lakini hata katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo katika hiyo hali ya usaidizi tutaiona baadaye, lakini mtu angalie leo tutaona mambo 7. Kama tulivyoona wiki iliyopita mambo 7 wiki iliyopita. Mambo 7 ambayo mwanaume anatakiwa ayatende, ayapitie, ayaishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu yeye kama mwanaume. Kijana wa kiume. Au kijana wa kiume ni mwanaume mtarajiwa. Binti mwanamke mtarajiwa. Ni mwanamke. Mtu angalie vipengele 7 ambavyo mwanamke anaweza kumtumikia Mungu wake bila kuleta conflict, bila kuleta contradiction, bila kushindana na mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Wewe nitangulie kwa nitafika huko baadaye. Tuende kwenye kipengele cha kwanza kabisa. Mungu hajamuumba mwanamke ili kusudi aishi hivi. Kama ambavyo hajamuumba mwanaume. Alimuumba kwa makusudi. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nianze na kusahihisha tatizo lilipo. Sio mapenzi ya Mungu mwanamke kuchunga kanisa au kuwa mhubiri wa kanisani. Anayesimama akahubiria watu. Sio mapenzi ya Mungu. Na naweza nikasema na sio mimi, neno la Mungu linathibitisha. Hata ukisoma katika Biblia kila mwanamke anapokuwa ndiye mchungaji wa lile kanisa, mhubiri wa lile kanisa, lazima kwa 100% kuingie uongo, injili ya uongo hata yeye mwenyewe bila kujua. 100%. Okay, unaweza kusema mbona wanapendeza? Wanaweza kavaa wakapendeza, wanaweza wakaimba nyimbo nzuri, wanaweza kuwa na kelele zikajulikana, lakini ile makusudi ya Mungu, ile core message, ile ujumbe wa Mungu unakuwa umepinda. 100% zote kabisa 100%. Na anasema hivi, mtuone katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Anasema hivi. Sitaenda kwenye mistari mingi kwa sababu na mambo mengi. Lakini mistari 2, 3 na mingine nitakayotamka mdomoni inatosha kabisa kudhibitisha hoja. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12 anasema hivi. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 12 anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Wewe mtu anapokuwa kwenye kufundisha na kuhubiri anakuwa pia ana jukumu la kutawala. Ni anaweza kumwambia kaa, inuka, toka, fanya nini, anakuwa na utawala fulani. Anasema hiyo kazi hiyo simpi, nimemnyima. Na anaendelea mstari ule wa 13 na anatoa sababu. Sio kwamba anasema nambagua, anamwambia anatoa na sababu. Mungu ni Mungu mwenye utaratibu. Anatoa na sababu. Anaitoa ni sababu inasema kwa maana. Unaposema kwa maana yake ndio sababu. Kwa sababu Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Anasema kwa sababu huyu alitangulia, basi hawezi kumtawala huyu na kwanza. Ndio sababu anasema mwanaume ndio kichwa. Lakini je, kichwa kinaishi peke yake? Kama hata hiki kichwa ukiweke pale unaambia kwamba kile kichwa si kiko juu, kiweke pale peke yake uone kama kitakuwa hai. Lakini bado haikiondolei nafasi kwamba ndicho kichwa.
Kwa anasema kwa sababu mwanaume kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza na Hawa baadaye ndio sababu sitaki amtawale huyo. Asichukue nafasi ya kuchunga na kufundisha kwenye kanisa kwa sababu inakuja na utawala na ni kinyume. Hilo la kwanza. Akaendelea na mstari wa 14 wala. Neno wala ni kiunganishi. Huwezi kuanza na sentensi katikati tukasema wala. Wala ni kurejelea jambo lililotangulia. Kwa kuongezea anasema wala Adamu hakudanganywa. Anataka kusema kwamba huyu akihubiri huyu kama ilivyokuwa wakati wa Eva akadanganywa na nyoka vile vile na leo hii atadanganywa. Kwa hiyo ile eneo na mnyima. Jamani Mungu atakuwa amekuwa mpendeleaji. Kwa sababu watu wakishashindwa kupambana na Mungu wanaanza kukuataki wewe uliyehubiri. By the way sina anayeniataki. Anasema wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Anasema ile hali ya kwamba alidanganywa tangia mwanzo itasababisha akihubiri hata leo adanganywe na akishadanganywa atadanganya. Niliwahi kufundisha masomo mawili ya mfululizo mwaka juzi. Mwaka 2023 labda mwaka jana sikumbuki. Miaka kadhaa iliyopita. Ndio nasema madhabahu injili mahubiri ni eneo ambalo Mungu amemtengea mwanaume. Kimuingiza mtu mwingine umekosea. Na familia kwa sababu hapa ndipo hapa nafsi ya mwanadamu inalishwa kwenye roho. Huku kwenye familia, kwenye nyumba, kwenye majiko yetu na kwenye nyumba zetu ndipo tunapoishi kimwili. Ndio sio? Pale kwenye mwili Mungu akampa mwanamke. Mwanaume ukiingia pale umekosea hutashinda hata kidogo. Kwa hiyo ndio yale makusudi ya Mungu. Angeweza kusema kwamba ngoja huyu Adamu yuko peke yake. Ngoja nimwambie wadogo zake 5 wawe 7. Wako 6 wawe 7. Akaona haitatosha. Wote watashindwa kuweza kufanya kazi hii ya kutunza miili katika familia. Akamuumba mwanamke. Wewe unaweza kuchukua nyumba yenye uchumi wa shilingi 1000 labda wa 300 kampa mwanaume au ndiye msimamizi hata kwa mwezi mmoja wale watu watakufa njaa hata bila hela kuharibika yani bila kuzipeleka tu kwa utaratibu sio uwezo. Alafu chukua 70,000 mpe mwanamke ile nyumba itafika salama mwezi mzima. Sio ni eneo lake. Ndio. Amina. Ndio kabisa. Lakini ninapokuja kwenye madhabahu sio mapenzi ya Mungu. Mungu anasema simpi mamlaka, simpi ruhusa, simpi kibali. Asije akadanganywa kama mwenzake. Amina. Leo hii naweza kuhakikishia 100% kwa 100. Sikwenda kwenye Ufunuo Jezebeli alipokuwa anahubiri anawakosesha kanisa lake. Sikwenda kwenye Ufunuo. Sikwenda kwenye kitabu cha Nyakati wa kwanza Atalia alipokuwa anaongoza. Israeli yote kaharibika. Of course na wanaume wanahubiri wanakosea kabisa wengi. Kama vile ambavyo vile unaweza kuwa na familia zinaongozwa na wanawake nazo zimeharibika. Ni wale. Ipo nayo. Lakini yote katika yote mapenzi ya Mungu lazima yaheshimiwe. Madhabahu ni ya mwanaume na familia. Na sio mwanaume peke yake, maana mwanaume atasaidiwa na mwanamke kwenye ile madhabahu. Kuna mwanaume anaweza kuna kanisa linaweza kuwa na wanaume peke yao. Lakini ule uongozi ile steering au yule mwanaume. Vile vile na kwenye familia mwanaume atakuwepo lakini mwachie mwanamke awe steering wa ile nyumba. Ni nini utaratibu wa kula, nini utaratibu wa kupanga ili kusudi miili iwe hai. Kwa sababu miili ndio inabeba roho, bila miili roho nazo hazipo zinakufa. Au zinarudi kwa Mwenyezi kwa sababu dunia zimekosa pa kukaa. Watu naona sio mapenzi ya Mungu hata kidogo kwa mwanamke kuchunga kanisa, kuhubiri. Okay, haina maana kwamba asipeleke injili hapana. Hiyo sio kufundisha huko ni kuinjilisha tu. Mwanamke anaweza kupeleka injili pale. Kama vile ambavyo mwanaume anaweza kaenda akapika kaenda hotelini akapika akatoa huduma na nini haina shida lakini nyumbani kwake pale kwenye mji hatawezi. Hata kama angekuwa ni meneja wa hoteli. Huko kwenye hoteli anafanya na nini lakini akija nyumbani anakwama.
Korinto wa kwanza mlango wa 14. Vipi mbona mmeshaanza kupiga mmekataa soma? Nimesikia watu wanapiga mioyo yao. Mlango wa 14 wa Korinto wa kwanza 34 anasema hivi. Wanawake na wanyamaze katika kanisa na wahubiri. Nicho alichosema. Bana. Wanyamaze wawe wasikie. Wawe wanafunzi. Na ningeweza kusema vile vile. Inapokuja swala la mipango. Maki hapa ni chakula cha roho. Mipango ya chakula cha mwili kule majumbani. Ikiwezekana kabisa wanaume nao wanyamaze. Taharibu. Lakini washirikiane. Wanawake na wanyamaze katika kanisa maana hawana ruhusa kunena bali watii kama inenavyo Torati. Anasema hii kitu sio nimeanza mimi, Torati ya Mungu ndio ilikuwa nasema tangia mwanzo. Na anaendelea anasema nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe. Sasa huyu anafundishaje wakati anatakiwa aende akamulize yule mume wake? Na hii inakutaka wewe mwanamke ujue ni mwanaume gani ambaye atakuja kuwa mwenza wako. Anaweza kufundisha neno la Mungu? Kwa sababu ukimfundisha utamfundisha kama Eva alivyomfundisha Adamu. Alifundisha vibaya ujue. Na ni Adamu nalo likaenda kama zuzu. Sema. Kwani haya mambo ya Mungu sio ya kwangu. Kweli kabisa. Najua wakati mwingine inaenda kinyume na falsafa za dunia hii, lakini Mungu hakuja hapa kuendana sambamba na dunia. Kimsingi anakuja kutofautiana na dunia. Anasema msidhani imekuja kuleta amani duniani. Dunia inasema tunataka dunia iwe sehemu ya amani kabisa. Mungu Yesu anasema mimi sikuja kuleta amani. Nimekuja niko kinyume na ninyi. Sikuja kuleta umoja bali utengano. Yesu anasema Biblia soma limewashinda. Lisiwashinde. Kwa hiyo kipengele cha kwanza sio mapenzi ya yaani mwanamke hampendezi Mungu kwa kufanya hizi kazi za kuhubiri injili kabisa. Inaweza kumfurahisha, anaweza kaana pata hela, ikaenda biashara yake, akawa na enjoy umaarufu na nini. Yaani makosa kama mengine ambavyo anaweza kaenda kama akafanya uchawi na vitu vingine. Ukampa hela. Kulikuwa unacheka kwenye Biblia wanakuwa wanapata hela. Kwa hiyo kama ni mradi wake wa fedha, aendelee haina shida. Lakini kwa mapenzi ya Mungu hapana. Hoja ya pili mapenzi sasa ya Mungu kwa mwanamke ni yapi? Makusudi ya kumleta kama mkamilishaji. Ni nini hasa? La kwanza, unaweza kusema mwanamke yupi? Na binti naye anaingia. So ndio mtiririko mmoja. Sasa anasema hoja inasema mwanamke awe na familia, hatima yake labda ni mtoto anakuwa lakini hatima yake Mungu akumuumba kwa makusudi makubwa ili kusudi sijui aje awe na career fulani ni fani. Hakumuumba kwa makusudi makubwa sana ya fani. Hivyo vyote ni matokeo, ni nyongeza. Lakini kama atakuwa na fani inayomzuia kuhudumia mji wake, hampendezi Mungu hata kama atakuwa anapeleka sadaka ya milioni. Na hata ipeleka so yana yake na hivyo ngumu. Yote katika yote tusome katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 14. Anasema basi napenda hapa kwenye King James kwenye Kiswahili natumia wajane, na mjane ni mwanamke. Lakini King James anasema wanawake. Anasema basi napenda wanawake ambao sio wazee, wakiwa bado vijana. Waolewe, wazae watoto, watawale na madaraka nyumbani. Kule kuiendesha nyumba. Ni mapenzi ya Mungu kwamba utaishi, utapitia huku na huku, lakini ultimately kabla hujawa mzee, unapokuwa bado kijana, uweze kuwa na mji wako, uweze kuwa na mmeo, uweze kuwa na watoto, uweze kuuendesha mji katika mapenzi ya Mungu. Mji ni nini? Sio jiji la Dar es Salaam, familia. Ni mapenzi ya Mungu kabisa. Lakini leo hii ni nini? Falsafa za hawa wanajiita si no feminists. Ni nataka wanawake wote tunataka na wenyewe wawe na haki za kuendesha malori. Wawe na haki za kuendesha mwendo kasi. Wawe na haki, yani vitu vya kipuzi tu. Aya ngoja kwambie huyu ameendesha lori ameenda mpaka Katanga si Kongo huko. Maki Kongo ni kubwa nasikia kuna Katanga si Goma si kuna nini kote wanakoenda. Au ameenda dola Zambia huko.
huo mji ametimiza mapenzi haya ya Mungu? Bado anaweza kaishi maisha yampendezayo Mungu, akala kashiba bila hiyo ni kazi ya shetani. Ni kazi ya shetani. Mpaka sasa tunao vitu vyote ambavyo dunia inavihubiri, vyote sio mapenzi ya Mungu. Najua sio jambo jepesi. Zaburi ya 100 Timotheo 2 tulikuwa kwenye Timotheo 2:5, si ndio? Turudi pale kwenye Timotheo, tumalizane na Timotheo tusonge mbele. Timotheo wa kwanza huyo tulikuwa kwenye mlango wa 5 tukaja wa pili. Tukarudi wa 5 sasa turudi tena wa pili. Mstari wa 15 anasema hivi. Timotheo wa pili. Baada ya kuwazuia kwenye Timotheo wa pili wa kwanza sio Timotheo wa pili. Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Kwa mstari wa 12 mpaka 13 14 baada ya kumzuia mwanamke asema asihubiri asimtawale mwanaume katika ibada katika vitu gani hata nyumbani kwake, akaja sasa akasema kitu ambacho angetegemea mwanamke afanye katika ile eneo. Mstari wa 15 anasema walakini huko alipokuwa ametoka kuwazuia asifanye hivi, wasihubiri, wasichunge, si asifanye nini, anasema walakini. Unaposema walakini, neno lakini maana yake ni kile kilicho sahihi. Kitu kilikuwa hivi lakini ni hiki. Bwana anasema walakini ataokolewa katika uzazi wake. Ni mapenzi ya Mungu. Mtu atakapokuwa na jinsi ya kike wakati fulani katika umri sahihi aweze kuwa na uzazi. Mapenzi ya Mungu. Na anasema ataokolewa katika uzazi wake. Ana maana kwamba ataokolewa kwa maana yake ni kwamba uzazi wake utaenenda vizuri. Hata kuwa yule mtu ambaye kila siku anamkata kwa kisu. Leo hii wanawake wengi ni C-section kuchana. Hapo hakuna wokovu wa uzazi. Nani mmeusikia maneno? Ataokolewa katika uzazi wake. Jamani tukubali wakati mwingine neno la Mungu tupe nafasi. Hata kama tulishasikia vitu 200 vinavyopingana nalo, lakini ikitokea siku moja likahubiriwa tulikubali. Nani mmeusikia maneno? Wao Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 128 anasema katika Zaburi ya 128 mstari ule wa 3 anasema hivi, msikiza maneno. Zaburi ya 128:3 anasema hivi, mkeo atakuwa kama mzabibu. Kazi ya mzabibu ni nini? Kuzaa. Uzaao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Hivi mtoto mmoja wa sasa hivi wanaomzaa anaweza kaizunguka meza, labda wao anakimbia. Lakini anasema taswira ya Mungu pale ambapo kuna familia nzuri, yule mke atakuwa na uwezo wa kuzaa watoto wakaizunguka meza ya Bwana, meza ya familia. Sio kwenda kuzaa kijunior kimoja kinakuwa kinaishi tu kama junior peke yake. Anakuwa junior mpaka anazeeka. Junior. Angalia. Hizo katuni junior. Angalia. Hamna. Hoja ya 3. Mambo ya 3, mapenzi ya Mungu kwa mwanamke. Maisha ya mwanamke yanampendeza Mungu. Kwa nini akamfanya mwanamke? Alikuwa na makusudi gani? Na wewe unamrudishia nini Mungu wako? Kitu cha 3. Mwanamke ndio msingi wa familia. Hilo nimeshakisema mara nyingi. Ni Mungu mpaka anamleta mwanamke aligundua kwamba Adamu huku kwenye familia. Huku aliita wanyama, alifanya nini? Utawala wake huku nje hakuwa na shida. Shida ilikuwa kwenye nyumba yake. Hatuoni hata kuna kitu chochote kinachofanyika pale. Kusoma katika kitabu cha mwanamke ndio msingi wa familia. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 14 mstari wa kwanza anasema hivi, Mithali 14:1 anasema kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake. Mwambie rangi haijengi nyumba, vitu vingine, kitu kinachojenga nyumba ni msingi. Na ili kusudi nyumba ibomoke, msingi unabomoka. Anasema ili kusudi nyumba imarike, msingi unaimarika. Anasema hivi, kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mwanamke mpumbavu hukimbilia kutafuta talaka mahakamani. Na anakuwa ni mwanamke mpumbavu. Kulingana na neno la Mungu. Mwanamke mpumbavu hakai kwenye nyumba yake. Ndio neno la Mungu. Hapa tunaona
huwezi ukapata kwenye familia, mwanaume yuko kwenye familia ndio kitu cha familia, lakini sio msingi wa familia. Ndio sababu ukichukua familia 100 ambazo mwanaume ndiye mwenye kuziendesha peke yake na nyumba za mwanamke peke yake, ukiacha mambo ya neno la Mungu na nini, lakini usalama wa ile nyumba, kula, kuvaa, zile za mwanamke zitakuwa salama kuliko za mwanaume, kwa sababu ndio msingi mwenyewe. Ukajiona kichwa sana sema sasa kumbe mimi sio mtu. Hapana, ni maumbile tu, neema Mungu ni Mungu alikuwa amekuweka hapo. Usiotoka hapa ni kama wanaume, sisi ndio kichwa bwana. Hamna, mmewekwa tu. Hamjawa vichwa, hamjajifanya vichwa. Na mkikaa vibaya mnafanywa mkia. Na sasa hivi wanaume wa Ulaya ni mikia. Na hata wa Afrika tumeshaanza kuwa mikia. For sure. Sababu tulipungukia neema ya Mungu na kusudi yake. Vipi somo limekuwa gumu sana, mmelichukia kwani? Maneno haya yanawakwaza. Hapana, haya maneno yasiwakwaze. Tunapambana na dunia ambayo inawadanganya. Falsafa za dunia hii, kampeni za kwenye siasa. Tunataka kumuinua mtoto wa kike. Sisi tunataka kufanya nini? Vile vitu vingine ni kazi ya shetani. Wainuliwe wanaume, wanawake wainuliwe, familia ziinuliwe, lakini jina linapotumika kuficha uharibifu, hata kama ni jina zuri tutasema ni jina baya. Tunaona kwamba msingi wa mtu mwenye kujenga nyumba au kuibomoa ni nani? Ukiona nyumba imebomoka, usimtafute mwanaume, tafuta mwanamke. Ndio Biblia imesema hivyo. Lakini tuone tuthibiti, tulikuwa tuko kwenye Mithali 10 na ngapi? 4. Mstari maarufu sana. Tuone katika kitabu cha Ruthi, mlango vile vitabu vilivyosoma. Nani ulishasoma Ruthi? Ruthi mlango wa, hata kuitafuta tu yenyewe watu watatafutana. Yaani baada ya kuitafuta unatafutana. Kabla ya Samueli pale kuna kitabu cha Ruthi, Samueli zile wa kwanza na Ruthi mlango ni kitabu kifupi sana. Mlango wa 4 mstari wa 11 anasema hivi. Hebu nisikilize vizuri. Ruthi 4:11 anasema. Na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema, naam, sisi tu mashahidi. Bwana na mfanye mwanamke huyo Ruthi huyo aingie nyumbani mwako kuwa kama Raheli na Lea, wale wawili walioijenga nyumba ya Israeli, nyumba ya Yakobo mume wao. Anasema ile nyumba ya Yakobo na ile haikujengwa na Yakobo kama Yakobo, ni Ruthi, ni Lea na Raheli. Ndio wajenzi wa nyumba. Amina. Anasema wale wawili waliojenga nyumba. Na tunaporejelea mfano wa nyumba iliyoleta impact katika maisha ya Kikristo ya wanadamu, ni ile familia ya Yakobo. Hiyo ilizaa zile kabila 12. Kwa hiyo tunaona mwanamke ndio msingi. Ukiona ule msingi unaweza kubomoa au ukaimarika. Hoja ya 3. Wanawake watu wazima wana jukumu la kuwafundisha mabinti kanisani. Pamoja kwamba mhubiri mkubwa atakuwa ni huyu mwanaume, ni huyu mchungaji wa neno la Mungu. Lakini wale wanawake wakubwa wanatakiwa wawafundishe kwa kielelezo, kwa mfano, na wakati mwingine hata kwa maneno na vitendo. Yaani uharibifu wa mabinti au uimara wao, usahihi wao utategemea atakayeulizwa anakuwa ni wale waliowatangulia wale wanawake. Wewe hali haiko hivyo leo. Leo hii wanawake wakubwa wanawaharibu wa mabinti. Mnakubaliana mimi? Anaenda nyumba yake na mshinda na yeye anahakikisha wako wake wanaomfuata imewashinda. Ndio hawa waliojaa mitandaoni leo. Unakuta ana mikucha kama
Bundi, si bundi nani yule? Igo Kiswahili chake nani? Mwewe. Mikucha yake eti ndiko anawafunda wanawake, wana website, wana mapage. Nenda makanisani. Unakuta uvaaji mbaya unaanzia mpaka binti anaanza kidogo ana wasiwasi anaogopa, lakini akishaona huyu anatembea mapaja yako nje na ni mtu mzima anasema sina shida na mimi ngoja nifanye. Ndio sio? Lakini ni kinyume. Mungu alitaka hawa waliotangulia wawe na mienendo yenye kuwafundisha wengine, aidha kwa vitendo na mienendo, lakini pia na kwa kauli. Tusome kutoka katika kitabu cha Tito, vile vitabu vya kichungaji, namna ya kuchunga, namna ya kuendesha mambo. Tito mlango wa 2. Tito mlango wa 2, some mstari kuanzia ule mstari wa 2. Au tuanze wa 3. 2 sawa, 3 anaanzia hivi. Tito 2:3 anasema, vivyo hivyo na wazee wa kike, hao ni wakubwa, wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wasingiziaji. Yaani leo wewe kwambia mabinti wanajifunza wasingiziaji nini? Ni watu wenye maneno. Ni watu wenye umbea. Ni watu wenye nini? Mipasho. Ama kama hayo. Wasiwe wasingiziaji au wanawake wakubwa. Wasiwe wenye kutumia mivinyo nyingi bali wafundishao mema. Wanafundisha kwa vitendo, kwa mienendo. Ili wawatie wanawake vijana akili. Na hapa alikuwa anaongea na mtu wa kiongozi wa kanisa Tito. Kwa lugha nyingine anaongea katika muktadha wa nini? Wa kanisani. Badala ya kuja huko mbele akaanza kutangaza na kuhubiri na kupiga kelele, wakati amesipige kelele, kazi yake anatakiwa wanapokuwa kwenye vikundi vyao, mienendo yao, majumbani, wanapokuwa pamoja, wawe ndio vielelezo vya mfano mzuri. Anasema ili wawatie wanawake vijana. Wewe ngambie leo hii wanawake wazee wanawakosesha sana vijana mabinti. Wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao. Leo hii mwanamke anataka kabisa kusikia habari za kufanya kazi nyumbani kwake. Anataka aende huko akaendeshe mwendo kasi. Kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe ili neno la Mungu lisitukane. Ngombe, mwanamke asipokuwa anapitia katika ile njia hii iliyosema huko, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwa wenye kiasi, kuwa wenye vitu na anasema kuwalea watoto na nini, inatukanisha neno la Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa mwanamke ni yapi? Ili kuweza kuwa msingi wa nyumba, kufanya kazi kwa nyumba yake, kuwa na sehemu katika nyumba yake kubwa. Leo hii mgoje hawa wanawake wanaokaa mjini, unakuta anaondoka nyumbani saa 11. Anarudi nyumbani saa 3. Wako kwenye wanaendana na haya na hili neno la Mungu? No. Je, ni nyepesi kiasi gani? Labda sio nyepesi sana, lakini hatukuitoa maisha ya wepesi. Tumeitoa maisha matakatifu kwa gharama yote hii. Inasema katika kitabu cha Luka, Luka 27, Yesu alimwambia wale wanawake Yerusalemu, akasema msinililie mimi, hemu walilieni watoto wenu na vizazi vyenu. Ni jukumu la mwanamke kuwa makini na mapigo na uharibifu wa uzao wake, akawa ni mtu wa kuwaombea, akawa ni mtu wa kuwaangalia maisha yao, akawa ni mtu wa kuhakikisha kwamba wanaingia na kutoka salama na yeye akiwepo akiona maisha yao. Sikupata muda wa kufungua pale. Ajili bado na mambo mengine pia. Sikupata muda wa kufungua pale. Lakini anasema enyi wanawake wa Yerusalemu, msinilie mimi, walilieni vizazi vyenu na watoto wenu.
Kwa sababu wakati utafika ambapo watasema heri matumbo yasiyozaa na matiti yasiyonyonyesha. Nikamwambia ni nyakati hizi. Sasa hivi watu wanaona ni heri wasiozaa. Hata akizaa zae kimoja. Akiite junior. Kianze kinakuwa kishoga mapema. Kila weekend anakipeleka kufanya nini? Kukipiga fashion makeup. Kukipiga fashion makeup. Na chenye kikishaka naye kikaona baadaye kinaona anapakaje mdomo na chenye kinaanza kupaka mdomo. Anakutana nacho kimepiga Yesu anapiga mwekundu hapa chenye kinapiga mpaka shingoni. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 9. Kitabu cha Yeremia mlango wa 9. Yeremia 9 anasema 20. Yeremia 9:20 anasema. Wewe mama na watoto wako au unategemea kuwa mama watoto, embeba huu ujumbe. Kwa mama wa Yeremia 9:20 anasema, "Je, nisiwapatilize kwa mambo hayo?" Asema Bwana, "na nafsi yangu je, nisijilipie?" Hapana, huu mstari ngoja niangalie vizuri tena. Okay, Yeremia ngani angalie nisipokuwa nimeipata. Lakini wakati ninaiangalia kama sijaipata, anachoongelea anasema walilieni watoto wenu, wafundishe mabinti zenu, sio kwenda kuzunguka, wawe ni watu wenye kusikitikia miji yao na familia zao kama kuna jambo lolote baya linaweza kutokea. Leo mabinti wa sasa hivi ni nini? Ni kutembea katika vijio vya anasa. Anasema haya wewe binti Mkalidayo, Isaya 47, usiye na utaratibu, usio na aibu, usio ambaye hujitambui lia na kuomboleza. Wafundisheni aibu katika vitu vilivyokuwa vinamtabanaisha mwanamke wa kweli na binti wa kweli, ni maisha aibu. Sasa hivi kwenda akapiga kikaputula kikapita kinaonyesha kila anaenda akatembea anakuwa kama chizi kabisa. Anakuwa kama chizi na kisuna kikaputula chake cha mpira. Nani kwa pamoja na hili neno? Kwani vitu vibaya vinakemewa kwa sauti ya upole? Hapana, ni vibaya sana. Huwezi ukavinenea maneno mepesi, utakuwa unajidanganya. Hiyo ilikuwa ni hoja ya 4. Hoja ya kwanza umeona nini? Sio mapenzi ya mwanamke kuchunga kanisa. Hoja ya pili tukaona mwanamke kazi yake ni mapenzi ya Mungu, azae watoto, awe na familia itunze. Tukaona ni mapenzi ya Mungu mwanamke awe msingi wa familia yake, na ikibomoka au ikisimama ni kazi ya mikono yake kwa sehemu kubwa. Na tukaona kanisani ni jukumu la wanawake sio kwenda mbele kuhubiri, lakini wawe vielelezo na mfano wa kuwafunda mabinti ili kusudi wawe na kicho cha Mungu. Na namba 5 ni utumishi unaompendeza Mungu. Ndio huo. Mwanamke anamtumikiaje Mungu? Sio kutoka hapo kwenda kurukaruka kama akina Rose Muhando, ukaanza kuimba nyimbo za Freemason eti za Mungu. Yaani sio mapenzi ya Mungu. Kama hamtaelewa, hamtakamuelewa. Lakini nafikiri tumeelewa. Namba 5, wanawake kuwafundisha watoto wao. Yaani hapo bali na kuwa vielelezo makanisani, ndani ya nyumba yao wawe ni walimu wakubwa kwa watoto wao kwa mambo mema, kwa neno la Mungu, wakati mwingine hata maarifa tu ya kawaida. Hivi wewe binti anajifunza wapi kupika?
nani catering kwenye chuo. Sasa kwa mfano kama mama yake alikuwa ndo anapeleka maroli Katanga. Atakuwa anajifunzia kupika kwenye roli. Ni kwa chochote. Watu wanaviona vitu vidogo lakini vitu vikubwa hivyo. Anasema Mithali 27:15 anasema hivi. Tuone kazi ya mwanamke katika ukuaji wa kiakili wa yule kijana, yule binti, yule mtoto wake. Anasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 27:15. Mithali 27:15 anasema hivi. Niangalie vibaya. Ngoja niangalie. 27 29:15 Fimbo na maonyo hutia hekima bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mama yake. Hivi mtu unaweza ukaaibika na kitu ambacho husiki nacho? Kwa lugha nyingine ukiona mtoto limeharibika ndio kwa teja. Limekuwa lishoga. Linasuka. Wanakuambia anayeaibika pale ni mama aliyemzaa. Kwa sababu hakumfunda. Mwanamke mfundisha mtoto wako kusoma Biblia. Mfundisha kusali. Wakati mwingine huyu baba atakuwa amehangaika kwa sababu na baba naye ana jukumu. Hebu jiulize leo hii mimi napiga mahesabu mwanaume wa leo wa mjini. Unaweza kukutana angaliwa na bili kama 50. Ndio muda wa kuja kufundisha mtoto Biblia hata upata wapi. Lakini isiwe chaka cha kujificha na naye ana jukumu vile vile. Lakini kila mtu kuna sehemu ambapo huyu ni wa kwanza na huyu anafuata, kuna sehemu nyingine ambapo huyu naye ni wa kwanza. Yaani kila mtu ana jukumu lake kuu. Mithali 31 tuko kwenye Mithali 31 mstari wa kwanza anasema hivi. Mstari 31 anasema hivi. Maneno ya mfalme Lemueli mausia aliyofundishwa na mama yake. Mfundishaji wa huyu Lemueli hakuwa ni Lemueli ndo ukisoma vizuri ndio Selemani. Falme mwenye hekima. Hii hekima ya Selemani alipata kwa Mungu, lakini haikutokea kijiweni, ilitokea kwa mama mwenye kujitambua. Anasema mausia aliyopewa na mama yake. Wewe ni jukumu la vijana la mama kufundisha vijana wao. Huyu kama huyu Lemueli jinsi ya kuoa mke mwenye kuweza kujenga nyumba au mwenye kubomoa nyumba. Kwa sababu anamwambia, ana mstari wa pili anasema, "Ni nini mwanangu? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale waharibiwa wafalme." Lemueli anamfundisha namna ya kuwa makini ili kusudi ndoa yake, mji wake uwe salama. Mimi sidhani kama ni rahisi kwamba mwanamume aweze kumfundisha mume wake. Mwanamume atamfundisha namna ya kuwa kichwa. Baba atamfundisha mtoto wake kuwa kichwa. Lakini kwa habari ya mchumba yupi? Yaani baba anaweza kaona ana mchumba akasema mbona kazuri tu kale. Chukua tu hapo mwanangu, hamna shida. Mahari shingapi? Sio shida nitalipa. Mama kaangalia asema hapo hakuna mtu. Tafuta mwingine. Mama anakataa. Kwa sababu ana macho ndo mama yake Lemueli. Ni jukumu akina mama kufundisha watoto wao misingi ya familia yao. Kwa sababu na hiyo msingi aliuishi. Hoja ya 6 inasema kuhudumia watumishi wa Injili, kuwahudumia watakatifu. Pamoja na kwamba anafundisha watoto wa nyumba yake. Pamoja na kwamba kuwa kielezo cha mabinti kanisani kule kama mfano. Pamoja na kwamba anafanya vitu vyote hivi ambavyo tunaviona na kuzaa watoto kwenye familia na nini, lakini ana jukumu pia la kama anavyohudumia familia yake, ana jukumu la kuhudumia watumishi wa Mungu kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano, ndani ya kanisa kutokea kuna tukio linalohitaji sherehe ya wote. Ni jukumu la kina mama kuingia pale wakafanya ile kazi wanayofanya nyumbani wakaileta na kanisa. Sisemi kwamba ndio yule wale kina mama ambao wamedanganywa manabii wa uongo wakipata kakuku wanaenda vipapatio wanampa mume na watoto wao
vipaja na vidali wanapeleka kwa manabii. Sio hiyo. Unajua katika kweli yoyote ile lazima shetani atafute uongo na kudanganya. Atatumia hiyo. Mnaona sasa. Lakini sicho alichomaanisha. Anamaanisha kwamba linapokuja swala la injili kuhitaji msaada wa kifamilia, labda ni usafi, labda ni mapambo, labda ni nini, ni kazi ya mwanamke. Kabla ya kuja kama mbele na visuruali vyake kaanza kuhubiri au visketi vyake vya kumbana, awe mfano katika kuwezesha injili, huduma ya injili katika mazingira yale, katika mapambo, katika vyakula na nini, huduma kama hii. Kwani unaweza kusema kwamba hilo ni fundisho la ajabu? Mbona jamaa amefundisha kitu sijawahi kukisikia? Kitu kiko automatic, sema tu shetani kakiondoa makusudi. Luka 8:2. Luka 8:2. Kuhudumia, hiyo ilikuwa namba 6. Kuhudumia watumishi. Jamani, tumeshaona haya mambo, hizi ni kazi nyingi. Ukiwa mwanamke unayehangaika, unashangaa, unatafuta namna gani umpendeze Mungu wako. Nimeshakwambia hivi vitu viko wazi kabisa. Usifanye vile ambavyo Mungu hajakuitia. Na hivi ni vikubwa. Na je, kama visivyokuwa na wenyewe vitafanywa na nani? Twende katika Luka 8:2. Luka 8:2 anasema. Kitabu cha Luka mlango wa 8. Kuna wanawake pale, mstari wa pili anasema hivi. Tuanze mstari wa kwanza, anasema ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika mji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Unaona kazi ya kuhubiri anaifanya Kristo na wanaume wenzake, si ndio? Haya, tuje tuangalie wanawake walikuwa hawahusiki. Walihusikaje? Anasema na wale tenashara walikuwa pamoja naye wakihubiri. Anasema na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Maana hawa ni waliookolewa, waliopata mguso wa neno, sio wale wa mtaani, sio wa kukodisha, sio wa kulipa fedha. Hawa ni wale ambao wamehudumiwa na neno la Mungu kanisani na wenyewe wanalihudumia kanisa. Wanawake kadha wa kadha waliokuwa na pepo wabaya magonjwa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7 na Yohana mkewe Kuza. Yohana ndo wanaitwa kina Joan siku hizi. Wakili wake Herode na Susana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Sio kwamba wachukue vyakula vya nyumbani wapeleke huko kanisani kwa manabii wa uongo, watu wafe njaa huko au wahamie huko. Lakini wana uwezo kwa makubaliano na mezao kubalance vitu, wakahudumia pale ambapo injili imetindikiwa kitu. Wale watu wakala wakawa na afya ili usudi wakafanya kazi walioitiwa. Hao ni utumishi mkubwa sana. Unaweza sasa nitafanya hata hapa. Usafi wetu, mipango yetu. Lakini wakati mwingine labda kuna watu wengine wanaweza kufanya, lakini kuna vingine vya kufanya mfano. Hem, twende tulikuwa kwenye Luka. Tuliona, nakumbuka pale tulipoanzia mstari tulianza nao, Timotheo wa kwanza 5:9 na 10. Anasema wajane wakishaishiwa nguvu wasiwe mzigo tena wa kanisa ukabeba kila mtu, hapana. Anasema ukitaka kuwafanya watu wa kanisa wanaohitaji msaada wa kanisa wao wamefanya mambo yafuatayo. Wamemtumikia Mungu, alafu Mungu naye anakuja sasa kuwarejeshea kama nguvu zao zimeisha. Twende pale kwenye Timotheo. Nitaka kuiacha lakini wewe tuisome tena. Tunakaribia kumaliza. Tumebakiza sehemu ndogo sana. Timotheo wa kwanza 5 anasema mstari wa 9 anasema hivi. Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60 naye amekuwa mke wa mume mmoja. Utumishi mmoja wapo wa mwanamke unaopendeza Mungu ni kutokubadilisha wanaume kama nguo. Amekuwa mwanamke wa mume mmoja naye ameshuhudiwa kwa matendo mema. Yani ni mtu ambaye huwezi kusema kwamba huyu ni mbea, ni kiruka njia, ni mwizi, ni mjanja, ni kicheche.
Wako vicheche vya ni mtu mwenye hekima, amekuwa mfano, amefundisha mabinti, amekuwa mtu wa mfano wa msaada. Anaenda anasema ikiwa amelea watoto. Unaona kwamba lilikuwa ni jukumu la mapenzi ya Mungu. Hajasema ikiwa amechunga kanisa pana. Huku nyuma anasema wazee watawalao vema wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa hao wajitaabisha kwa kuhutubu na kufundisha. Unaona wanaume wanadaiwa kwamba ili kusudi waweze kulipwa au kufadhiliwa wawe wamehubiri injili, lakini wanawake wawe wamelea watoto majumbani. Kwa sababu mtoto hata akilelewa vizuri nyumbani kiroho na kimwili atakuwa mwepesi kanisani. Atakuwa mtu wa msaada. Leo hii tunahangaika, unakutana mtoto anafika kanisani unafikiri ametokea polini. Hafai kwa lolote. Amesuka nywele, amevaa mlegezo kwa sababu hakulelewa huku nyumbani. Anasema ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, kukaribisha wageni ndio ile kuhudumia injili. Na ikiwa amewaosha watakatifu miguu. Yaani watu wa injili, watu wa injili wengine wanakuwa hawana chochote, wanajitumika. Lakini kwamba kama kuna kitu chochote kwenye ile nyumba, basi wale watu kuna kitu walifaidi kwenye ile familia ya mwanamke mwenye kumtumikia Mungu, sio mwenye kuhubiri injili. Kwa hiyo unaona vigezo vya utumishi ambavyo huyu mwanamke anavipata kusudi Mungu ampokee kama mjane au mtu mwenye ambaye anahitaji msaada, ni wapo alimtumikia Mungu katika hivi vitu nilivyovisema vyote, na vinaelezwa katika mstari mmoja. Na nimesikia maneno. Ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema. By the way, maisha ya wema na utakatifu tayari ni utumishi mbele za Mungu mkubwa kabisa. Yaani hata kama utatoka hapa ukawa na kanisa kubwa pale Ubungo, ukawa unafufua siyuna, unadanganya unafufua. Hata kama watafika 50,000, kama ni mongo tapeli, huna wema, unapoteza muda. Achana kwamba hata kuokoka haja huko. Nani kwa pamoja? Kipengele cha mwisho. Kuchangia uchumi wa familia. Leo hii muda umeisha. Kuna maelezo kwamba kazi ya mwanamke ni kuzaa peke yake, pana. Uchumi wa familia. Ukisoma katika kitabu sitaenda pale. Kitabu cha Mithali mlango wa 31. Kuanzia 14 mpaka 25. Anasema analeta chakula chake kutoka mbali, anafuma nguo, anafanya nini nyumbani kwake, waoni njaa, nyumbani kwake waoni baridi, kipindi cha baridi na nini. Unamwona kwamba ni mtu ambaye hayuko pale tu ili mradi tu. Anakuwa na kitu fulani, anakijenga, anakizalisha. Sina muda wa kwenda huko, ni Mithali 31 nishaihubiri, lakini kuanzia mstari wa 14 ngoja kidogo niguse kidogo sana, sitaenda kwa undani. Mithali 31 tuone tabia za huyu mwanamke ambaye anatakiwa awe msingi. Leo hiyo anakuambia kazi ya mwanamke ni kuzaa watoto. By the way, kuzaa peke yake kazi ni sio kuzaa, kazi ni kulea. Mithali 31 mstari wa 14 anasema anafanana na merikebu za biashara, huleta chakula kutoka nchi za mbali. Maana yake huyu ni mtu ambaye anafanya shopping ambazo anaweza kumfuata mbali mradi anapunguza bei. Kusave matumizi. Huko ni kuzalisha kuliko hata kuliko kuzalisha kwenyewe. Tena huamka kabla haijaisha usiku, huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao, huangalia shamba akalinunua, hujifunga nguvu viunoni kama mshipi, hutia mikono yake kwa nguvu, huona kama bidhaa yake ina faida. Unaona kwamba ni mtu mwenye kuzalisha. Na niko pamoja na mimi. Jamani, kama mtu akitoka akasema kwamba sijui mapenzi ya Mungu na mimi ni mwanamke ni binti, basi atakuwa na bahati mbaya, hana masikio. Kwa tumeshapa hapa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Tunasema asante kama maneno haya kwa kweli. Tutie nguvu katika udhaifu wetu. Bariki watu wako na neema zako ziwe juu yetu na wote wanaokupenda. Mungu katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu.